moja. Kwa hiyo Djigui Diarra anaweza akafungiwa mwaka mmoja endapo kama kamati ya ligi kuu Tanzania bara inayosimamia ligi kuu ikawa na hekima zaidi, inaweza kupunguza mpaka miezi mitatu. Kwa hiyo mashabiki wa Yanga, wanachama wa Yanga na wadau wa mpira wa miguu wajiandae, aidha afungiwe miezi mitatu, sawa, au afungiwe mwaka mmoja, kwa sababu wasema kuanzia miezi mitatu mpaka mwaka mmoja. Kwa hiyo inawezekana wakasema hebu tupunguze, sifike mwaka mmoja, tuweke miezi 6. Si umeelewa? Lakini pia inawezekana wakafikiria kwamba huyu anatakiwa atoe faini ambao ni milioni 1, au vyote kwa pamoja vinaweza vikaunganika, vyote kwa pamoja, adhabu pamoja na faini ya milioni 1. Kwa hiyo haina kipengele. Djigui Diarra ataenda kuhukumiwa, lakini atahukumiwa kwenye kifungu kwenye kanuni ya 41 kifungu cha 21 ambacho kinamhukumu katika vitu viwili: kutoa milioni 1 kama fine, lakini pia kwenda kufungiwa miezi mitatu au mwaka mmoja period. Yes bana, karibu mwana michezo. Mimi naitwa Ramaki AG, nahodha wako kupitia Kawabe Media. Tunatoa taarifa nzuri kabisa za kifootball. Mbele yako ni mchambuzi anayefanya poa kwa sasa, Lugano Israel. Tunazungumza naye kuhusiana na kile ambacho kinaendelea hivi sasa. Ripoti zinazungumza vipi mara baada ya Djigui Diarra, golikipa Young Africans, kufanya tukio ambalo si la kiungwana katika mchezo ambao ulipelekea Yanga kutoa sare ya bila kufungana. Lugano, uko vizuri? Ya, namshukuru Mungu niko vizuri, uzima, afya, kibali, nguvu, vyote hivi. Kama kuna mtu mwingine amevikosa, mimi na kila sababu ya kushukuru kwa Mungu, kwa sababu mimi sio mtu wa kusema nijione mimi nilikuwa na uwezo wa kuzivipata kwa sababu ya nguvu zangu. Najua ni kwa sababu ya neema Mungu niko hai, niko na afya, niko na amani, niko na matarajio, niko na matumaini. Utukufu kwa Mungu. Lugano, tuanzie hapa. Mara baada ya tukio la Djigui Diarra kuwa kubwa na kuzungumzwa kwa namna yake na wadau wengi wa soka, kwenda kumshambulia vibaya refali, kitu ambacho ni kitendo ambacho hakihitajiki na kanuni zinazungumza pia, lakini pia kuna namna alionyesha kidole cha kati ambacho kwa taifa letu si miongoni mwa ishara nzuri kwa jamii. Mpaka hivi sasa bodi ya ligi haijatoa taarifa ya namna yoyote. Kama ikitokea taarifa inatoka, wewe kwa mzani wako unavyouona, Djigui Diarra anastahili bani ya namna gani? Moja kati ya taarifa ambazo watu wanazisubiri kwa hamu kwa sasa hivi ni taarifa ya kamati ya bodi ya ligi ambayo ina mandate ya kutoa taarifa juu ya matukio mbalimbali ambayo yametokea kwenye uwanja, ambayo inatakiwa yafanyiwe kazi kikanuni na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa hiki ambacho kinazungumzwa kuhusiana na Djigui Diarra, Djigui Diarra ni mtu ambaye kwangu mimi sioni kwa namna yoyote ile anaweza kuikwepa adhabu. Hata mwenyewe inawezekana anafahamu hawezi kukwepa adhabu ambayo inahusiana na kile kitu ambacho alikifanya kwenye mchezo dhidi ya Mtibwa Sugar. Yaani tunasubiria tu, je, kamati ya ligi kuu adhabu ambayo itatolewa itakuwa ni adhabu ya aina gani? Je, watatoa adhabu moja? Je, watatoa adhabu mbili? Zitaeleza nini? Zitatoa muda gani? Yaani ndio maswali yaliyobakia na kuisubiria hiyo taarifa ya kamati. Lakini kwamba Djigui Diarra atapata adhabu au hapati, jibu ni Djigui Diarra atapata adhabu ambayo haina kipengele. Kwa sababu unajua mpira wa miguu huwa unaendeshwa kwa kanuni. Ni kama mtu ambaye amechonga barabara. Yaani anakupa picha kwamba wewe utapita humu. Si unanielewa? Maana yake ni mchoro kabisa kwamba gari ipite humu, kama kuna kichochoro sema utembea kwa miguu atapita huku. Ni vitu kama hivyo. Kwa hiyo kile kitu ambacho kanuni zilikuwa zimekichora ndicho ambacho kinamhukumu Djigui Diarra moja kwa moja kwamba hana namna ya kukwepa mkono wa kupata adhabu kutoka kamati ya masaa 72 kwa kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo ni kitu ambacho kiko wazi tu, ni kusubiria Djigui Diarra atapata adhabu ya nini. Kwa sababu gani? Ukienda kwenye kanuni ya 41 kifungu cha 5(3) na kifungu cha 5(4) alafu ruka cha 5 nenda kifungu cha 6, inazungumzia mazingira yote ambayo yanambana Djigui Diarra.
Kifungu ambacho kinazungumzia kuhusiana na kupigana, sawa kina hukumu pia ya kupigana. Ni kwamba Diarra sasa atakwenda kupata bani ya makosa mawili. Kosa la kwanza ni ile la kupigana. Unajua kupigana sio tu kwenda kurusha ngumi mfikie mtu usoni. Sio tu kwamba umemgusa mtu, lakini ile nia, intention yako ya kufata tukio kwenye kupigana. Na kitu ambacho kinamchongea Diarra pakubwa zaidi ni wale watu ambao walikuwa wanamzuia. Diarra anachongewa na Captain Mwamnyeto ambaye alimzuia, lakini bado akafanya reaction kubwa zaidi ya kwamba bado ana uhitaji wa kumfuata muamuzi. Diarra anachongewa na meneja wa klabu ya Simba ya Yanga, Walter Harrison, ambaye alienda kumkamata na mpaka wenyewe wakaanza kupigana. Kule ni kupigana, kwa sababu kama anakuzuia bado mimi unaweza kanipiga hata kifuti niachie, kule ni kupigana. Kwa yale matukio unayaona Lakini tukio lingine ambalo linasindikiza zaidi Diarra kwenda kufungiwa na kwamba alifanya hatua ya kupigana ni swala ambalo lilimshusha rais wa klabu ya Yanga kwa maana ya Engineer Hersi Said kutoka kule VIP ambako alikuwa amekaa mpaka kushuka kumfata Diarra kwenda kumtuliza, lakini bado alikuwa anaona bado mbilinge, hakumsikiza mpaka rais wake. Si umeelewa? Kwa hiyo achana na kwamba mimi binafsi ninaona hata Yanga wenyewe wana hatua ambazo wanatakiwa wamchukulie nani? Diarra, kwa maana kwamba kwanza kufanya ubishi kwa kiongozi wako wa uwanjani ambaye ni Mwamnyeto, ambaye ni captain. Captain anakuzuia. Wewe ni mchezaji ambaye unatakiwa umsikize captain. Bado umebishana naye. Lakini bado itoshi. Diarra kaenda kuvunja heshima ya mtu anaitwa meneja ndani ya klabu ya Yanga. Walter Harrison ni meneja ambaye anatakiwa aheshimiwe. Yeye mwenyewe aliriski kwa maana ya Walter Harrison kutoka kwenye nafasi yake alikuwa amekaa mpaka kumfuata Diarra ambaye amepandisha morali. Kwa mtu ambaye unamheshimu akikufuata kwambia acha kitu, ni lazima ile heshima itaonekana kwenye uso wake kwamba aliyekuja kunisimamisha ni nani. Si umeelewa? Hata mfano kwako kwenye kazi yako kuna mkuu wa kitengo cha kazi yako. Haimaanishi huyo mtu awe na umri kiasi gani, ni mdogo au unamchukulia vile kwamba pengine una uzito mkubwa kuliko yeye, una elimu kubwa, lakini madamu mtu akiitwa ni kiongozi, kuna namna ya wewe kwenda kuwa na heshima mbele yake. Si kama unanielewa vizuri. Yaani heshima inakuja amekwambia acha hiki kitu. Manake ukimwona huyu Captain Mwamnyeto unastuka unaacha ile tukio, unalipunguza uzito. Hata kama una hasira itabidi hasira zako zielekee upande ambao wewe anakuzuia. Hata kama una kitu cha kuzungumza bado kuna namna ambayo utaonyesha una respect. Anakuja meneja naye anakupa ile ishara. Tena wewe unaenda kureact pakubwa. Unajua meneja kwenye klabu ni mtu mkubwa sana ambaye ana manage vitu fulani, logistic tofauti zinakuwa chini ya meneja. Kwa jua afya ya wachezaji, mazingira yao. Kwa ile heshima tu ya Yanga kumpa meneja Harrison kwa meneja wa klabu ya Yanga, anakuambia achana nacho, wewe unaenda kupigana naye, ni kosa kubwa sana. Hivi vitu watu havizungumzi. Umeelewa? Lakini amekuja president yule ambaye kuwepo ndani ya nchi kuichezea Yanga kunatokana na yeye. Anakuambia acha, bado unaleta ushindani. Hiyo ni kosa ambalo kwanza Yanga wenyewe wanatakiwa kwenda kumchukulia hatua nani? Diarra. Si unanielewa? Yanga wenyewe wanatakiwa kumchukulia hatua za kinidhamu Diarra. Hizo hatua za kinidhamu ambazo zinatakiwa zichukuliwe ni ignore taratibu kabisa za uwanja. Tunajua kwenye uwanja ile la Mwamnyeto inawezekana labda ilikuwa juu, lakini amekuja Walter Harrison unambishia. Amekuja mpaka president bado unambishia. Wewe unataka kitu gani? Unasubiria ni banning. Kwa hiyo bani ya kwanza ambayo inahusiana na mazingira ya uwanjani baada ya mechi, hiyo inahusu kabisa pande hizi mbili. Wakati bodi ya ligi kupitia mamlaka ya TFF ambayo ilitunga hizi kanuni na kuzipitisha ikisubiria kumpiga nyundo Diarra, lakini bado Yanga wanatakiwa wafikirie pia kumpiga nyundo Diarra, aidha kama sio nyundo ya uwanjani iwe ni nyundo ambayo iko kimkataba. Inawezekana kama mkataba unazungumza unapokosea hiki kinatokea nini, kama ni kukatwa pesa, mzigo kweli Diarra akaonekana kabisa umekatwa kwa sababu alikiuka makubaliano na heshima ya timu. Pale mimi naweza kusema Diarra alikuwa anafanya ni kumdhalilisha president. Ionekane kwamba kumbe ndani ya Yanga president hata wachezaji namchukulia poa. Mimi haiwezekani kama kiongozi wangu akitokea hivi akiniambia acha,
alafu bado naendelea kupambana, haiwezekani. Labda nione ni haki yangu ya mwisho ya uhai wangu ninaweza nikaipambania, kwa sababu hiyo hawezi kuishika kiongozi, au ya haki yangu ambayo inaminywa kilazima pengine, lakini ile ilikuwa sio haki ambayo inamlima kilazima, kwamba asipoipigania kinabadilika kitu gani. Hicho ndio shida. Lakini kuna kitu kingine kinazaliwa kutoka kwenye ile tukio. Waandishi wa habari wakawa wanashuti wachezaji wakiwa wanatoka uwanjani, lakini alionyesha ishara ambayo kimaadili kwenye kanuni hizo ambazo nimekutajia, kanuni ya 41 kuanzia 5.3, alafu yani manake kanuni ya 41 kifungu cha 5.3, lakini pia kifungu cha 5 hicho 4 ruka 5 nenda 6 kinazungumzia adhabu, matukio na kuhusiana na maadili na nidhamu. Vyote vinahusu matukio ambayo ameyapata. Sasa ukienda moja kwa moja kwenye kanuni hiyo ambayo naizungumzia ya 41, inamhukumu Djigui kwa vitu tena viwili. Hapo nilikuwa nazungumzia matukio ya ugomvi na nini uwanjani na vitu kama hivyo, kuhusiana misingi ambayo inatakiwa kujengwa. Lakini unakuja kwenye nidhamu, hasa hii ya kifungu cha 5.6 ambacho kinazungumzia kwenye upande wa maadili na nidhamu. Maadili, unapoonyesha kidole, hata mimi nikijaribu kuigiza kidole cha kati hapa watu wakione, nitakuwa nimekosa maadili mbele ya mtu anayetazama sasa hivi. Ni kidole ambacho hakina maadili na hakina heshima, hakina nidhamu. Na hiyo kanuni inazungumzia mtiririko huo, kwamba atakayefanya hivi ana hukumu yake. Kwa maana vifungu vyote hivi ukikiuka kimoja kati ya hicho unaingia kwenye hiyo adhabu, ambayo adhabu yake inapatikana kwenye kanuni hiyo ya 41 kwenye kifungu cha 62. Wameainisha pale, yani makosa yote yanayotokana na kanuni zote hizo. Huku juu unakuja kuadhibiwa kwa hiyo 62, inakuja kuadhibu nini? Kuadhibu makosa hayo. Pengine Lugano, makosa yote ambayo ameyafanya hayo bila mlango wa Young Africans Djigui Diarra ndio alopelekea mpaka hivi sasa tumuone kwenye mashindano ya FIFA Series na timu yake ya Mali. Of course inawezekana, lakini sio kanuni ambayo imemzuia. Inawezekana ni kwamba kocha limeona kama kuna kitu hakipo sawa kwa Diarra hivi sasa. Watu wanaweza kaisi hivyo kwamba inawezekana, yani neno kuwezekana ni ile uwezekano wa kocha hajaridhishwa na nidhamu ambayo ameionyesha huku. Kwa hiyo inawezekana naye akaevaluate akaona, mimi nikimchukua nitaonekana naunga mkono kitu ambacho alikifanya kwenye klabu yake. Huu utabidi ni muache, naye anatakiwa awe na heshima hata kwenye klabu, kwenye timu ya taifa. Inawezekana hii ikawa ni somo ambalo lilikuwa halimzui kocha wa timu ya taifa kumuita, lakini ni somo ya kwamba hebu atafakari vitu alikuwa analifanya kwenye timu yake, mimi nilikuwa navifuatilia. Sasa katika kuvifuatilia huko nimeona mapungufu ambayo yuko nayo, ambayo huenda pia kaja kuyafanya kwenye timu yangu ya taifa. Hebu tuliza munkari kwanza, then nitakuita, kwa sababu kwa Mali golikipa namba 1 ni Djigui Diarra, tumeona kwenye mashindano tofauti. Namba 2 anacheza Ufaransa, ambao ni daraja la pili tunaweza kusema Ufaransa, umeelewa? Lakini ukifikiri kwa nini wamemwacha, hiyo inaweza kawa ni mojawapo, lakini kwa upande wangu mimi ukiniambia kwa nini ameachwa Djigui Diarra kujiunga na timu ya taifa ya Mali, mimi naweza kusema kutokana na kariba ya mashindano. Huenda kocha wa Mali yeye katazama kaona ni mashindano ambayo hayana impact kubwa sana. Ina maana pengine ni mashindano ya kuwapa nafasi wachezaji wengine kujipambanua zaidi, kutengeneza upana wa kikosi chenyewe. Kwa hiyo inawezekana kafikiri kwamba anahitaji kupata wachezaji wengine wale ambao walikuwa pata nafasi, kwa sababu huyu Diarra tumemtumia kwenye mashindano ambao kafanya vizuri, lakini kuna wengine ambao ni waita hawajapata nafasi. Haya mashindano ya FIFA Series haya naweza nikatumia pia wachezaji wengine ambao wanaweza kanipa quality ile lakini pia nikawaandaa kwenye michezo nyingine ambapo Djigui Diarra anaweza kama amepata labda majeraha au anaumwa au yuko katika ufiti wake, lakini bado nitakuwa na backup ya wachezaji wengine. Wale wanapataje game time ya timu taifa na kuwatumia kama hivyo ambao amewatumia. Na kumbuka pia mchezaji anapocheza timu ya taifa huwa value yake inaongezeka. Kwa hiyo kuna namna pia ya kuwasaidia wachezaji wengine value yake kwenye vilabu ambavyo wanavicheza, kama yuko Ufaransa, yuko maeneo gani, aongeze value yake. Kuna golikipa mwingine anatoka
Sedi Marie naye yuko pale, atapata wakati gani wakati timu yake imecheza mashindano ya kimataifa? Kwa kuna namna ambavyo kocha huenda pia kafikiria zaidi ya kuwapa nafasi wengine ili kuongeza upana wa kikosi, lakini pale ndakapotokea chochote mtu anakuwa yuko tayari. Kwa kuondoka kwako, kutokuitwa kwenye timu ya taifa kwa Djigui Diarra, sioni kama inawezekana kwamba value yake imeshuka. Huenda pia kuna vitu viwili kama nilivyosema. Mwalimu wa timu ya taifa ya Mali kafikiria kumpa nafasi kutokana na situation ambayo kaifuatilia. Unajua makocha wanafuatilia situation, mazingira. Kwa kuna namna pengine mtaalamu wa psychology akasema huyu kakutana na madhira ambayo huenda yakawa ni shida kwake. Hebu tumpe muda wa kupumzika na kupumzisha akili yake, ili kama atakuja kuingia kwenye timu ya taifa kwenye michezo mingine awe na akili ambayo iko sawa. Lakini unampa pia maswali mchezaji kama Djigui Diarra ambaye alikuwa first 11 kwenye timu ya taifa, kwamba kwa nini sijaitwa? Hiki kitendo nilichokifanya inawezekana ndo tatizo, au mwalimu kaniona anipumzishe, ina maana wenzangu watapata nafasi. Kwa ubora wa Djigui Diarra inawezekana kaongeza maradufu kwa kulinda pia hadhi yake na nafasi yake kwenye ndani ya timu ya taifa. Kwa namna ambavyo Djigui Diarra makosa ambayo ameyafanya na adhabu zake, kanuni zinazungumza vipi? Lugano Israel, wengi wanazungumza kila mtu atakala kwake, wengine mfungeni msimu mzima, wengine wanasema hivi. Nikasema acha tupite kwenye kanuni zinazungumza vipi kwa makosa ambayo ameyafanya mlinda mlango wa Young Africans Djigui Diarra, mzee wa black and white. Djigui Diarra anaenda kwenye kanuni ya 41 kifungu cha 21 ambacho kinazungumzia adhabu ya jumla ya kanuni zote zilizozungumza kwenye kifungu cha 21, nidhamu, kupiga, ndio kimaadili, wanasema kufanya matukio ambayo ni zaidi ya matukio yenyewe. Yote yanaenda kwenye kifungu cha 21, kwenye kanuni ya 21 kanuni ya 41 kifungu cha 21. Hapo ndipo ambapo adhabu ambayo inaenda kumhukumu Djigui Diarra iko pale. Sasa kanuni ya 41 kifungu cha 21 kinasemaje? Kinazungumzia kuhusiana na miezi mitatu. Kwa hiyo Djigui Diarra anaweza kafungiwa miezi mitatu kutokana na hicho ambacho amekifanya. Nikukumbusha na matukio mawili. Tukio la uwanjani na tukio lile ambalo alionyesha matendo ambayo sio ya kimaadili na kinidhamu. Kwa hiyo sasa mgawanyiko huo unawezekana ikapelekea ile matukio kujirudia. Kama kamati itakuwa na nidhamu zaidi, inaweza kumfungia miezi mitatu. Nidhamu zaidi. Kufungiwa kwa Djigui Diarra sio kitu ambacho kinaweza kikazuia. Yaani kufungiwa ni lazima. Isipokuwa sasa yani ile hekima zaidi ya kamati ya bodi ya ligi ni kumfungia miezi mitatu. Sawa, ambapo sasa kwenye hicho kifungu kinazungumzia na faini ya milioni 1. Lakini kama wataona makosa ni makubwa zaidi, Djigui Diarra anaweza kafungiwa mpaka mwaka mmoja. Si unanielewa? Hiyo ni kanuni. Azungumzi Lugano Israel. Diarra golikipa wa Yanga. Watu waende wakasome kanuni ya 41 kifungu cha 21 ambacho kinazungumzia adhabu za matukio yote ambayo yamezungumzwa kwenye kanuni ya 41. Inaeleza kwamba anaweza kama ni kufungiwa ni miezi mitatu au mwaka mmoja. Kwa hiyo Djigui Diarra anaweza kafungiwa mwaka mmoja endapo kama kamati ya ligi kuu Tanzania bara inayosimamia ligi kuu ikawa na hekima zaidi, inaweza kupunguza mpaka miezi mitatu. Kwa hiyo mashabiki wa Yanga, wanachama wa Yanga na wadau wa mpira miguu wajiandae. Either afungiwe miezi mitatu, sawa, au afungiwe mwaka mmoja. Kwa sababu wasema kuanzia miezi mitatu mpaka mwaka mmoja. Kwa hiyo inawezekana wakasema hebu tupunguze sifike mwaka mmoja, tuweke miezi 6. Si umeelewa? Lakini pia inawezekana wakafikiria kwamba huyu anatakiwa atoe faini ambao ni milioni 1, au vyote kwa pamoja vinaweza vikaunganika vyote kwa pamoja, adhabu pamoja na faini ya milioni 1. Kwa hiyo haina kipengele. Djigui Diarra ataenda kuhukumiwa, lakini atahukumiwa kwenye kifungu kwenye kanuni ya 41 kifungu cha 21 ambacho kinamhukumu katika vitu viwili: kutoa milioni 1 kama fine, lakini pia kwenda kufungiwa miezi mitatu au mwaka mmoja period. Shukrani sana bwana mzee Black and White. Hapo na imani umetoa darasa la kutosha vizuri kabisa. Asante sana.